inasaidia Simba kwa sababu katika wale wachezaji wa ndani ambao tunazungumzia the first quality ambazo zinapatikana NBC Premier League ni pamoja na wachezaji kama Kevin Nation katika eneo la kiungo. Tunatambua kwamba katika uwezo wa Kevin Nation ni moja kati ya sifa yake ni mtu ambaye anasifika katika kuharibu mashambulizi ya wapinzani, lakini pia kuanza kutengeneza katika timu yake. Kwa maana Kevin Nation ni mchezaji ambaye anacheza katika dimba la kati, lakini ambaye anaweza akaaffect katika kukaba, lakini pia katika kushambulia kwa namna fulani, kwa sababu rate ya passes kwa upande wa Nation inaweza ni iko juu kidogo ya Kagoma, kwa maana anakuwa na advantage hata anapokuwa na mali, kwamba ana uwezo wa kupeleka mpira sahihi kwa kiasi kikubwa. Lakini pia ukiachana na hivyo, Kevin Nation pia yuko katika umri wa kushindana, kwa maana miaka 25 hivi sasa. Tunatambua kwamba ndio umri ambao mwalimu anaweza akaimplement mbinu zake kwake na bado mwisho wa siku zikawa zinasalia, kwa maana ni mtu ambaye anaweza akawa anacheza katika zile tactical discipline, kwa maana mwalimu anachomuelekeza ndicho anakwenda kukifanya katikati ya kiwanja. Na ndio maana hata tunazungumzia hapa, wakati yuko Pamba Jiji, mwalimu alikuwa akimhusudu Kevin Nation kuliko mchezaji yote, na wapo wachezaji wengi. Natambua kwamba Kevin Nation watu wamekuwa wakimfananisha na wachezaji kama Yusuf Ali Kagoma, kwamba kaliba yao ni ile ile, lakini kuna kitu ambacho wanapishana kwenye upande wa kucheza. Kwenye kukaba tunaweza tukasema sawa, lakini pia Kevin Nation amekuwa ni mtu ambaye anafanya tako, lakini si tako kama ambazo amekuwa akizifanya Yusuf Kagoma, kwa maana anaingia uvunguni kwa kutokana na nafasi ambayo anakuepo sana sana, na ni mchezaji tunatambua ambaye anaenjoy kucheza double pivot than single pivot, kwa maana ile kuenda kudisconnect ndio kazi yake kubwa. Lakini pia ukiachana na kudisconnect kwa kazi yake kubwa, hata zile tako anazozifanya si hard tackling, kwa maana ya kwenye duels, ground duels amekuwa ni mzuri kwenye upande wa kuchokonoa. Na Simba Sports Club of course wanahitaji kiungo ambaye anajua kukaba, lakini pia katika kucheza pia usiwe tu unajua kucheza. Kiviwango Yusuf Kagoma na Kevin Nation wanaweza wakawa wanapishana tu kwenye upande wa kucheza, lakini kwenye upande wa kukaba naweza nikawarate wako kama wako sawa, kwa sababu tunatambua kazi ya Yusuf Ali Kagoma akiwa anacheza, tunatambua uwezo wake katika kukaba, lakini kwa upande wa Kevin Nation kuna kitu kingine ambacho kinaongezeka katika kucheza. So mimi naamini kwamba ni usajili ambao utakwenda kuwasaidia Simba Sports Club, kwa sababu pia hata tukiangalia katika aina ya viungo ambao wanapatikana Simba Sports Club na aina ya mwalimu ambao anahusudu, mwalimu mwenyewe anahusudu kucheza double pivot than single pivot, na tunatambua kwamba katika kitu ambacho anakienjoy Kevin Nation ni kucheza double pivot, kwa maana ya yeye akiwa mtu mzee wa kazi chafu, kwa maana kuna mwingine ambaye anakuwa anatembea, na hao wengine ambao anatembea ndio ambao tumekuwa tukiwashuhudia Simba Sports Club wakimatch na na Yusuf Kagoma, kwa maana ni Gift Maema pamoja na Alassane Maodo Kante. So kwa Kevin Nation nadhani kwamba utakuwa ni usajili ambao umekwenda kuongeza squad depth, lakini pia squad depth yenye maana pia, kwa sababu si mchezaji ambaye naamini kwamba katika michezo ya NBC Premier League ataweza kuikosa michezo yote. Hapana, hata kama atakuwa ni mchezaji wa kufanyia rotation, lakini katika wale ambao watakuwa wanacheza sana katika Simba, naweza nikasema Kevin Nation naye anaweza akawa miongoni mwao, endapo tu kama labda hawataleta mchezaji mwingine wa kigeni ambaye ana quality ya juu ya Kevin Nation. So kwa upande wa Simba Sports Club nadhani itasaidia, lakini tukiangalia kwenye upande wa michuano ya kimataifa, nadhani Simba walikuwa wanahitaji mchezaji zaidi ya Kevin Nation. Faida ya Kevin Nation inabaki tu kusema kwamba kwa sababu ni mchezaji mzao, lakini kwenye upande wa ile quality ambayo inahitajika Simba kutokana na mahitaji yao, hawajaweka wazi malengo yao, lakini msimu jana malengo yao ilikuwa ni nusu finali. Sidhani kama wanaweza wakarudisha nyuma malengo. Nadhani wataweka yale ambayo waliyaweka msimu jana yakafeli, au wataweka zaidi, kwa maana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakuwa na muendelezo mzuri katika vile ambavyo wamekuwa wakivipigania. So kwa Kevin Nation, that's best, kwa sababu ni mchezaji mzawa, lakini kwenye ule ubora ambao Simba wamekuwa wakihitaji, wanahitaji mchezaji zaidi ya Kevin Nation. Sawa, nitarejea kwako. Funga meza, tofauti kati ya Kevin Nation na Yusuf Ali Kagoma, mkata umeme, wanakutana mkata umeme na mkata shombo. Tofauti kubwa ya hawa wachezaji wawili ni ipi hasa? Mimi ukiniuliza nitakwambia umri tu, kwa kuwa Yusuf Kagoma ni mkubwa, Kevin Nation ni mdogo. Kwangu mimi nadhani ni mchezaji ambaye anakwenda kucheza kama na the way anavyocheza Yusuf Ali Kagoma. Ukiwaangalia namna yake uchezaji ni copy and paste. Ndio maana mara zote hata kipindi ambapo walikuwa wote wapo Singida, unaona Singida wakaopt kumtoa mmoja ili mmoja aende kusalia. Ni mchezaji aina yake, kwangu mimi nikimwangalia hana tofauti sana na Yusuf Ali Kagoma. Tofauti kwamba Kagoma labda ni experience matured enough, kwa maana ameshacheza michezo mingi mikubwa kimashindano, ile experience yake, exposure anaweza ikawa kubwa zaidi ya Yusuf Ali zaidi ya Kevin Nation. Lakini ukiwaangalia ni sajili ambayo kimsingi inafanana kabisa na Yusuf Ali Kagoma, kwa sababu hawana tofauti play style.
style yao si mzuri kwenye kuwapasa, lakini ni wazuri kwenye kufanya hizo interception, block wazuri hivyo. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia, kwangu mimi ukiniambia, sioni tofauti kubwa ya kiuchezaji kati ya Yusuf Kagoma pamoja na Kevin Nash. Kwangu mimi nadhani Simba walichokiona kwa Kevin kwa sababu ni mchezaji mzawa. Kwa hiyo kwenye ligi hivi sasa kumekuwa na hiyo nafasi ya kusajili wachezaji wengi wa kizawa. Kwa hiyo lazima utafute quality ambazo zinapatikana katika maeneo tofauti ili uje kuadi kikosi chako. Lakini ukizungumza kwamba kuna kitu cha ziada ambacho anakwenda kukiongeza Kevin Nash kwenye kikosi cha Simba, mimi ukiniuliza nitakwambia hapana, zaidi ya kwenda kutanua upana wa kikosi, kwa maana hata siku akikosekana Yusuf Kagoma, basi Kevin Nash aende kucheza katika hilo eneo. Kwangu mimi binafsi nadhani hakuna tofauti kubwa ya kiuchezaji. Simba walichokiangalia zaidi, kwa sababu msimu huu wana mashindano mengi, nazungumza hivi sasa wanaenda kuanza Kagame, ndio, lakini pia ligi itakuwa back to back, tutakuwa na muda wa kupumzika. CRDB Confederation Cup bado hajazungumza kuhusu muungano, hajazungumza kuhusu mapinduzi, hatujazungumza kuhusu michuano ya kimataifa. Lazima uwe na wachezaji ambao watakuwa wanacheza katika hayo mashindano yote. Leo nimekwambia hapa, ukiwaangalia wachezaji ambao wamewasili kambini, ni wale wachezaji ambao hawapati nafasi. Si mwaona kina